mahususi tumeyapokea na tayari tumeanza kuyafanyia kazi, lakini maoni na ushauri wenu pia wenye lengo la kuboresha tumeupokea na tutauzingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nizungumzie baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge hususan zilizogusa kwenye sekta ya elimu. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge walizungumza na wakauliza kuhusiana na hatua za utekelezaji wa sera mpya ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Lakini pia wakahoji kuhusiana na utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa taarifa kwa bunge lako tukufu kwa serikali tayari imeanza utekelezaji wa sera mpya ya elimu ikiwa ni pamoja na mtaala mpya wa elimu. Na kama tunavyofahamu, sera ya elimu imeboreshwa ili kuendana na mabadiliko ya kijamii, kisayansi, kiteknolojia na kukidhi mahitaji ya sasa ya kitaifa na kimataifa. Lakini Mheshimiwa Spika, sera ya elimu inataka mitaala ya elimu iendane na mahitaji ya soko la ajira, lakini imeweka mkazo katika elimu ya ujasiriamali, teknolojia na ubunifu ikiwa ni pamoja na kumwezesha mwanafunzi kupata stadi za kazi mapema zaidi. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa sera hiyo, serikali imefanya yafuatayo. Kwanza, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anajenga shule za amali 103 kwa jumla ya shilingi bilioni 88.8. Shule hizo ni shule za amali ya ufundi kama vile useremala, uwashi, umakenika, lakini kuna amali ambazo sizo za ufundi kama vile upishi, ususi, mapambo, ushonaji, kilimo na kadhalika. Tafsiri yake ni kwamba mwanafunzi anapohitimu atakuwa ana cheti kile kinachojulikana kile cha form 4 ambacho kinatolewa na NECTA. Lakini mwanafunzi huyu atakuwa na cheti cha pili ambacho kinatolewa na NACTIVATE ambacho kitakuwa kinatambua ule ufundi ambao na ujuzi ambao ameupata akiwa shuleni. Tafsiri yake ni kwamba mwanafunzi huyu akiamua kuendelea na kidato cha 5 na cha 6 atatumia cheti chake cha NECTA, ataendelea kusoma kidato cha 5 na cha 6 kuendelea mpaka chuo kikuu. Lakini kutumia ujuzi wake na ufundi aliojifunza anaweza kujiajiri yeye mwenyewe. Tafsiri kubwa ya uwekezaji huu ni kwamba ile changamoto ambayo tumekuwa nayo ya wahitimu wetu kukosa ujuzi wa kuweza kujiajiri wenyewe na kuwa tegemezi kwenye ajira rasmi, basi ndio tunasema unakuwa umefika mwisho. Haya ni mapinduzi makubwa sana katika sekta ya elimu, na huyo ndiyo Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Spika, vile vile serikali imekarabati na kununua vifaa vya ufundi na amali katika shule 28 za amali zilizokuwepo, na imetumia gharama ya shilingi bilioni 4 katika kufanya hivyo. Hii ni kuendelea kuweka msukumo katika elimu ya amali kama vile sera mpya ya elimu inavyotamka. Lakini hali kadhalika Mheshimiwa Spika, ili kuwezesha utekelezaji wa mtaala mpya, serikali imefanya mafunzo kwa walimu 181,777 wa elimu ya awali na msingi, walimu 101,300 wa sekondari na wasimamizi na wafuatiliaji wa utekelezaji wa mitaala 6,008. Aidha, katika utekelezaji wa mtaala wa elimu kwenye eneo la matumizi ya tehama katika kujifunza na kujifunzia, serikali tayari imenunua na kusambaza vifaa vya tehama vyenye thamani ya bilioni 8.9 vikiwemo kompyuta za mezani 2621, kompyuta mpakato 431, projekta 591, printer 360, televisheni janja kwa ajili ya ufundishaji mubashara 200, kamera za kidijitali 200, kamera za zoom 200 pamoja na UPS 662. Na katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali itaendelea na ununuzi wa vifaa vya tehama katika shule 400 za sekondari. Huu ni uwekezaji mkubwa uliofanyika na serikali ya awamu ya 6 ili kuwezesha utekelezaji wa sera mpya ya elimu ikiwa ni pamoja na mtaala mpya wa elimu. Mheshimiwa Spika,
Waheshimiwa wabunge walizungumza kuhusiana na ukarabati wa shule kongwe za msingi. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuna shule za msingi ambazo zilijengwa katika miaka 1940 na huko nyuma miaka mingi iliyopita, na kwamba shule hizo ni chakavu na zinahitaji ukarabati mkubwa. Serikali katika kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2025 imekarabati shule kongwe za msingi 840 kwa gharama ya bilioni 76.79. Aidha, madarasa 1700 yamejengwa upya kwa gharama ya shilingi bilioni 33.12. Serikali itaendelea na utaratibu huu wa kutenga fedha kila mwaka wa bajeti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shule kongwe zinaendelea kukarabatiwa. Lakini waheshimiwa wabunge walizungumza kuhusiana na upungufu wa walimu katika shule za msingi na shule za sekondari. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kutokana na utekelezaji wa program ya elimu bila malipo, udahili wa wanafunzi umeongezeka maradufu, na hivyo imetokea mazingira ambayo kuna uhitaji wa ongezeko la walimu. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuajiri walimu, ambapo katika kipindi cha mwaka 2021-2024 serikali imeajiri walimu wa awali, msingi na sekondari 29,817, na katika kipindi cha mwaka 2025 serikali imetoa kibali cha kuajiri walimu 15,925, ambapo mpaka wakati huu walimu 13,105 wamepangwa katika shule mbalimbali na wanaendelea kuripoti. Mheshimiwa Spika, endapo walimu wote wa ajira mpya hii ya mwaka 2025 wataripoti, tutakuwa tuna jumla ya walimu 45,742 walioajiriwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Aidha, serikali itaendelea na mikakati ya kuajiri walimu kwa mikataba, lakini kutumia walimu wanaojitolea, lakini kutumia teknolojia ya tehama kufundishia, kwa maana ya kuwa na madarasa au ufundishaji mubashara kupitia madarasa janja, pamoja na mkakati wa kuwatumia walimu walio katika mafunzo kwa vitendo. Serikali itaendelea na jitihada hizi zote ili kuongeza walimu katika shule zetu za msingi. Mheshimiwa Spika, mambo ambayo yamefanyika katika kipindi cha awamu ya 6 ni mambo mengi sana, lakini naomba nizungumze kidogo kuhusiana na uwekezaji wa trilioni 5.1 kwenye upande wa miundombinu ya msingi na sekondari, shule zetu za msingi na sekondari. Lengo la uwekezaji huo ikiwa ni kuhakikisha kwamba vijana wote, watoto wetu wote ambao wapo katika umri wa kwenda shule, basi wanapata nafasi ya kwenda shule, lakini wasiende shule tu, bali waende shule wakapate elimu iliyo bora. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4 amejenga shule mpya 2441. Amejenga vyumba vya madarasa 61,875. Amejenga nyumba za walimu 1,792. Amejenga mabweni 738. Amejenga maabara 811 na amekarabati shule kongwe 906. Lakini kipekee kabisa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga shule 26 za wasichana za sayansi za bweni, moja katika kila mkoa wa Tanzania bara, ili kutoa fursa kwa watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi, ili kuwaepusha pia na vishawishi au mazingira ya vishawishi yanayoweza kukatisha masomo yao. Shule hizo zina maabara ya tehama, zina maabara ya masomo ya sayansi, zina maktaba ya kisasa, na shule hizo kila moja imegharimu jumla ya shilingi bilioni 4.45. Huyo ndiyo Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, hizi ni baadhi tu ya hoja za waheshimiwa wabunge, lakini hoja zote za waheshimiwa wabunge zimejibiwa kwa maandishi. Mheshimiwa Naibu Waziri, dakika 2 malizia. Mheshimiwa Spika, hizi ni baadhi tu ya hoja za waheshimiwa wabunge, lakini hoja zote za waheshimiwa wabunge zitajibiwa kwa maandishi,
lakini pia ushauri na maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI umepokelewa na tutauzingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, ombi langu kwa bunge lako tukufu ni moja tu. Waheshimiwa wabunge, tembeeni kifua mbele. Kazi yenu ya kibunge mmeifanya kwa ufanisi mkubwa. Mmeisimamia serikali, mmeishauri serikali, na kwa namna ya kipekee mmewasemea wananchi wenu. Hili limekuwa ni bunge lenye ufanisi mkubwa, na ninyi wabunge mna sifa ya kuendelea kuaminiwa na wananchi wenu kuwawakilisha katika bunge hili. Kilichobaki, tuungane kwa pamoja kuwaeleza wananchi mafanikio haya katika sekta ya elimu na sekta nyingine nyingi. Mheshimiwa Spika, nawaomba wabunge wote na Watanzania tuungane kumwombea rais wetu afya, nguvu na uwezo wa kuendelea kulitumikia taifa. Na itakapofika Oktoba mwaka huu 2025, twende tukampe kura nyingi za ushindi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ninawaomba Watanzania tumpe Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan timu imara ya wabunge na madiwani watakaoenda kushirikiana naye katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kazi kubwa ya kishindo aliyoifanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ni dhahiri kabisa tukimuongezea muda ataenda kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa muktadha huo, Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipitishe bajeti hii ya ofisi ya Rais TAMISEMI ili serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iende ikafanye kazi. Baada ya kusema hayo, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Festo Dugange, toa hoja ajiandae. Mheshimiwa Spika, kwanza nikushukuru sana kwa fursa hii ya kuchangia hotuba ya bajeti ofisi ya Rais TAMISEMI mwaka huu 2025-26. Na nianze kwa dhati kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia afya njema na uhai na kuniwezesha kushiriki katika kupitisha bajeti ofisi ya Rais TAMISEMI mwaka 2025-26. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, kwa dhati ya moyo wangu naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kuniamini katika kipindi hiki cha miaka minne kuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI. Heshima hii ni kubwa sana Mheshimiwa Spika. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani yake kubwa kwangu, na ninamwahidi katika kipindi hiki kilichobaki nitaendelea kuchapa kazi kwa uadilifu, kwa nguvu na kwa kujituma kama ambavyo nilikuwa nikifanya siku za huko nyuma. Mheshimiwa Spika, pili, nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri na kubwa aliyoifanya ya kuliongoza taifa letu. Sisi sote kama wabunge na wananchi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka minne amefanya kazi ya kutukuka, amefanya kazi ya kupigiwa mfano, amefanya kazi ya kihistoria katika kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo, katika kuwekeza kwenye miradi ya kiuchumi. Amekuwa ni mfano ndani ya taifa letu, lakini pia nje ya taifa letu. Kwa hakika Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili kupongezwa, anastahili kupata nafasi nyingine ya kuiongoza taifa letu. Mheshimiwa Spika, kila Mtanzania mwenye nia njema aliposikia maamuzi ya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi wa kumpitisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kishindo, kwa kauli moja, kwa kura 100% kuwa mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi, kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na nchi hii alifurahi na kupongeza sana, kwa sababu Mheshimiwa Rais anastahili kwa kazi aliyoifanya. Kazi aliyofanya inaongea, na tunatumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais, kumtakia kila laheri. Lakini pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi,
Balozi kwa kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi kwa mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamfahamu ni mchapakazi, ni kiongozi thabiti, na tunaamini timu yetu baada ya uchaguzi itakuwa ni timu bora sana ya kuleta maendeleo katika nchi yetu. Lakini tatu, nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kupewa imani kubwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea urais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunamfahamu ni mchapakazi na tunawaombea viongozi wetu hawa wote kila laheri, na sisi watatukuta